أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Muminin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, naendelea kueleza kuhusu vikosi vilivyotumwa dhidi ya waasi katika zama za Hazrat Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kuhusiana na hilo, kuhusu kikosi cha 11 imeandikwa ya kwamba kikosi hiki cha Muhajir bin Abu Umayya kilitumwa kwa ajili ya kupambana na waritadi na waasi wa Yemen. Hata Abubakar alikuwa amempatia Muhajir bin Abu Umayya bendera moja na alikuwa amemwamuru ya kwamba yeye apigane na jeshi la Aswad Ansi na awasaidie Abna ambao Qais bin Makshu na watu wengine wa Yemen walikuwa wakipigana nao. Wakati ule katika Yemen kulikuwa na matabaka mawili muhimu: moja, wenyeji wa asili waliotokana na familia ya Saba na Hamer, na pili, kizazi cha Waajemi ambao walikuwa wakiitwa Abna. Abna hawa wakati ule walikuwa na idadi ndogo kabisa katika Yemen. Mtawala wa Yemen alikuwa chini ya serikali ya Kisra kwa muda mrefu, hivyo Abna walikuwa na nyadhifa nyingi serikalini. Kwa vyovyote vile, imeandikwa ya kwamba hata Abubakar alimwagiza Hazrat Muhajir ya kwamba ukimaliza mambo ya hapa uende Hazarmaut kupambana na kabila la Kinda. Hazarmaut ni maeneo mapana yapatikanayo mashariki mwa Yemen yakiwa na vijiji na miji mingi, na kuna umbali wa maili 216 kati ya Hazarmaut na Sanaa. Kinda ni kabila moja la Yemen. Kuhusu utambulisho wa Hazrat Muhajir imeandikwa ya kwamba jina lake lilikuwa Muhajir bin Abu Umayya bin Mughira bin Abdullah. Hazrat Muhajir bin Abu Umayya alikuwa ndugu ya Ummul-Muminin Hazrat Salama. Yeye katika vita vya Badr alishiriki kutoka kwa washirikina, na siku ile ndugu zake wawili Hisham na Masud wakauawa. Jina lake halisi lilikuwa Walid, ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amelibadilisha. Kuna riwaya isemayo ya kwamba Muhajir alikuwa amebaki nyuma katika vita vya Tabuk, na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliporejea kutoka vita vya Tabuk, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemkasirikia. Siku moja Hazrat Salama alikuwa anaosha kichwa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye akasema ya kwamba, kitu gani kivipi kinaweza kunifaidisha hali wewe umekasirika juu ya ndugu yangu? Hatume Salama alipoona ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ataonesha huruma na upole, ndipo akamwashiria mjakazi wake, na mjawazi wake akaenda kumuita Muhajir na akaja naye. Muhajir akaendelea kueleza uzuru wake mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali uzuru wake na akamrizia.
na akamteua kama mkurugenzi wa kinda, lakini yeye akaugua na kwa sababu ya maradhi yake hakuweza kwenda huko. Hivyo akamwindikia Ziad kwamba yeye afanye kazi kwa niaba yake. Kisha alipopona, hata Abubakar akatimiza kazi hiyo ya uamiri wake na akamteua kama mkurugenzi wa maeneo kutoka Najran hadi mipaka ya mwisho ya Yemen, na akamwamuru kupigana vita. Zahak bin Firuz anasema ya kwamba kwanza kabisa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Yemen ni nchi ambako uritadi ulitokea, ambao mwanzilishi wake alikuwa Zulkhimar Abhala bin Kab, ambaye alipata umaarufu kwa jina la Aswad Ansi. Aswad Ansi alikuwa chifu wa kabila la Banu Ans la Yemen, na kwa sababu ya asili yake alikuwa anaitwa Aswad. Katika riwaya moja jina lake badala ya Abhala bin Kab imeelezwa Ahla bin Kab bin Auf Ansi. Lakabu ya Aswad Ansi ilikuwa Zulkhimar, kwani yeye muda wote alikuwa amejifunika na kitambaa, na kwa wengine lakabu yake ilikuwa Zulkhumar au Zulkhimar, yani mtu mlewi anayeishi katika ulewi. Katika riwaya zingine lakabu yake inayoelezwa ni Zulhimar, na sababu yake inayoelezwa ndiyo hii ya kwamba Aswad alikuwa na punda mmoja ambaye alikuwa amemzoesha kwake, na kila alipokuwa akimwambia kusujudu kwa mmiliki wake, punda huyo alikuwa akimsujudu, na alipokuwa akimwambia kwamba aketi, punda huyo alikuwa anaketi. Na sawa na rai ya baadhi ya watu, yeye alikuwa akiitwa Zulhimar kwani Aswad alikuwa akisema ya kwamba mtu yote anayenijia anakuja akiwa amepanda punda. Kwa vyovyote vile imeandikwa ya kwamba Aswad akajipa lakabu ya Rahmanul Yaman, kama Musalma alivyokuwa amejipa lakabu ya Rahmanul Yamama. Ye alisema ya kwamba wahyi unateremka juu yake, na kuhusu mipango yote ya maadui anapata habari zake kabla. Aswad alikuwa mzushi na alikuwa akiwaonyesha watu tamasha za ajabu ajabu. Sawa na riwaya za Bukhari, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameambiwa kabla katika ruya ya kwamba manabii wawili waongo watapatikana. Hivyo Abu Huraira anasimulia ya kwamba qala Rasulullah baina ana naimun utitu bi khazain al-arzi fawuzia fi kaffi siwarani min zahab fakubara alayya faawha Allahu ilayya aninfukhhuma fanafakhtuhuma fazahaba faawwaltuhuma al-kazabaini allazina ana bainahuma sahiba sanaa wa sahiba al-yamama. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, nilipokuwa nimelala katika ruya nilipewa hazina za ardhi na bangili mbili za dhahabu zikawekwa juu ya mkono wangu. Hapo sikuzipenda, kisha Mwenyezi Mungu akaniteremshia wahyi ya kwamba nipulizie juu ya zake. Nikazipulizia, ndipo zote zikapotea. Kutoka ruya hiyo nikamaanisha waongo wawili ambao mimi ni kati yao, mwenye sanaa Aswad Ansi na Musailama Kazab wa Yamama. Kuna riwaya moja ya Bukhari ya kwamba Ibn Abbas alisimulia ya kuwa mimi niliambiwa kuhusu ruya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba nilikuwa nimelala, ndipo nikaoneshwa ya kwamba bangili mbili za dhahabu zimewekwa juu ya mikono yangu. Hapo nikapata hofu na nikazichukia. Nikaambiwa ndipo nikapulizia juu yao, nazo zikapotea. Yani nikaambiwa na Allah, nikafanya utabiri wake kwamba kuna waongo wawili ambao watajitokeza zidi yangu. Msimuliaji Ubaidullah alisema kwamba mmoja kati ya hawa wawili alikuwa Ansi ambaye Feruz alimua katika Yemen, na mwingine alikuwa Musalma Kazab. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwindikia mfalme wa Irani barua ya kumwita katika Islam, yeye akikasirika
akamwamuru mkurugenzi wa yemen bazan aliyekuwa chini yake ambaye wengine wanamwita kwa jina la badan ya kwamba yeye alete kichwa cha mtume sallallahu alaihi wasallam. bazan akatuma watu wawili kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mungu wangu ameniambia ya kwamba mfalme wenu ameuawa na mwanaye shirawe, na shiravia mwenyewe amechukua nafasi yake na kuwa mfalme. Na pia akampatia bazan mwito wa islam na akasema kwamba kama yeye atakubali islam basi ataendelea na cheo chake kama mkuu wa yemen. Kwa kusikia hayo wote wawili wakarejea na wakamwambia bazan habari yote, na katika muda huo huo bazan akapata habari hii ya kwamba kwa kweli imetokea hivi ya kwamba kisra ameuawa na mwanaye shirawe na sasa yeye mwenyewe amechukua nafasi ya babake. bazan alipoona habari hiyo ya mtume saa salam ikitimia akakubali wito wa mtume salallahu alaihi wasallam wa islam, na mtume saa salam akamwendeleza kama mfalme wa yemeni. kuhusu barua hii na kuhusu mwito huo wa islam na yale aliyoyasema kisra, almusleh maud raziallahu taala anhu ameandika hivi ya kwamba anasema ya kwamba abdullah bin huzafa anasema ya kuwa nilipofika katika jumba la kisra nikaomba rukhsa ya kuingia ndani ambayo nikapewa. nilipoenda mbele na kumkabizi kisra barua ya mtume saa salam, yeye akamwamuru mkalimani amri ya kumsomea. msafiri aliposoma tafsiri yake kisra akachana ile barua kwa hasira. abdullah bin huzafa aliporejea na kumwambia mtume salallahu alaihi wasallam kuhusu habari hiyo, mtume akasema kwamba jinsi kisra alivyotendea kwa barua yangu mwenyezi mungu atafanya kwa ufalme wake. sababu ya kufanya hivyo kwa kisra ilikuwa hivi ya kwamba mayahudi wa uarabuni kwa kupitia mayahudi ambao wakikimbia utawala wa roma walikuwa wamekwenda katika utawala wa iran, na kwa sababu ya kumsaidia kisra katika mipango mbalimbali dhidi ya utawala wa roma walikuwa karibu na kisra. hivyo wao walikuwa wamemchochea sana kisra dhidi ya mtume saa salam, na kama walivyokuwa wanaeleza barua ile sawa na wazo la kisra ikathibitisha kauli zao, na kisra akafikiria kwamba mtu huyo yani muhammad saa salam anatamani kupata utawala wake. hivyo mara baada ya kupata barua ile kisra akamwindikia gawana wake wa yemen barua moja ambayo mada yake ilikuwa hivi ya kwamba katika quraish mtu mmoja anadai kuwa mtume na amezidi sana katika madai yake, hivyo wewe bila kupoteza muda umtumie watu wawili ambao wakimkamata waniletee. hapo bazan ambaye wakati ule alikuwa ameteuliwa na kisra kama gawana wa yemen akamtumia mtume saa salam afisa mmoja wa jeshi na mpanda farasi, na pia akamwindikia barua moja ya kwamba ukipata barua yangu uje mara moja na watu hawa ufike katika jumba la kisra. afisa huyo kwanza akaenda makka. alipofika karibu na taif akajua kwamba mtume anaishi katika madina, hivyo ye akatoka huko na kwenda madina. baada ya kufika madina ye akamwambia mtume salallahu alaihi wasallam ya kwamba kisra amemwamuru bazan gawana wa yaman ya kwamba wewe ukamatwe na uletwe mbele yake. kama wewe utakataa amri ya kisra yeye atakuua na pia ataua kaumu yako na ataangamiza nchi yako, hivyo wewe lazima uende pamoja nasi. mtume salallahu alaihi wasallam kwa kusikia habari zake akasema kwamba haya, kesho njo ukutane nami. usiku mtume akafanya maombi kwa allah na mungu akamwambia ya kwamba katika adhabu ya kosa la kisra mimi nimetumia mwanaye katika adhabu ya kosa la kisra mimi nimemtumia mwanaye, naye mwaka huo huo tarehe 10 ya jamadiul ula siku ya jumatatu yeye atamua
na riwaya zingine zinasema ya kwamba mtume saa akasema kwamba usiku wa leo yeye ameamua inawezekana kuwa usiku ule uwe usiku wa tarehe 10 ya Jamadiul Ula. Asubuhi mtume sallallahu alaihi wasallam akawaita wote wawili na akawapatia habari kuhusu bishara hiyo. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akamuindikia Bazan barua ya kwamba Mwenyezi Mungu ameniambia ya kuwa Kisra tarehe fulani na mwezi fulani atauawa. Barua hiyo ilipomfikia gavana wa Yemen, ye akasema kwamba kama nabii huyo ni mkweli basi itatokea kama asemavyo, wala yeye na nchi yake haitasalimika. Baada ya muda si mrefu meli moja ya Iran ikaja kutiga nanga kwenye bandari ya Yemen, na gavana akapata barua kutoka kwa mfalme wa Iran ambayo kwa kuona muhuri wake tu gavana wa Yemen akasema kwamba nabii wa Madina alikuwa amesema kweli. Utawala wa Iran umebadilika, na juu ya barua hiyo kuna muhuri wa mfalme mwingine. Yeye alipofungua barua ilikuwa imeandikwa ndani ya barua ya kwamba kwa Bazan gavana wa Yemen kutoka kwa Shirawia wa Iran. Barua hii inaandikwa, mimi nimemua baba yangu Kisra wa zamani. Sababu yake ni hivi ya kwamba yeye alikuwa amemwaga damu nyingi nchini na alikuwa akiwaua watu wema wa nchi na alikuwa akiwadhulumu wananchi. Barua yangu hiyo ikikufikia wewe, uchukue kiapo cha utii kutoka maafisa wote, na baba yangu alikuwa ametoa amri ya kumkamata nabii mmoja wa Uarabuni. Ujue kwamba amri hiyo nimeisitisha. Bazan kwa kusoma barua yake akapata athari kubwa kiasi kwamba wakati ule ule yeye na wenzake wakasilimu, na yeye akamtumia mtume sallallahu alaihi wasallam taarifa ya kusilimu kwake. Musleh Maud ameandika maelezo hayo katika dibaji ya Tafsirul Quran. Bazan alipofariki dunia baada ya kifo chake, mtume sallallahu alaihi wasallam akawateua maamiri zake kama wakurugenzi wa maeneo mbalimbali ya Yemen, na Muaz bin Jabal alikuwa mwalimu wa maeneo yote ya Yemen na Hazarmaut. Hivyo yeye alikuwa anayetembelea maeneo yote. Aswad ambaye alikuwa kuhani na alikuwa akiishi kusini mwa Yemen, yeye kwa sababu ya uzushi wake na kwa kutumia njia mbalimbali ya ujanja alikuwa amewavutia watu wengi. Hivyo yeye akadai kuwa mtume. Yeye alikuwa akiwaambia watu kwamba malaika anamjia ambaye anamwambia mambo yote na anamwambia kuhusu siri na mipango ya maadui zake, na kwa sababu yake idadi kubwa ya watu wa kawaida na wengine wasio na akili wakajumuika kwake. Kimsingi Aswad Ansi akatangaza ya kwamba Yemen ni nchi ya Wayemeni tu. Hivyo wenyeji wa Yemen wakavutika sana na kauli yake hiyo ya kitaifa. Khalifa mtukufu anasema kwamba kauli hiyo ni ya zamani sana, na hata katika zama hizi inatumika vile vile, na ufisadi ulioenea duniani unatokana na kauli hiyo hiyo. Kwa vyote vile, kwa kuwa Islam ilikuwa bado haijastawi kikamilifu katika Yemen, watu wa huko kwa lengo la kujiokoa kutoka utawala wa kigeni wakasema labbaik juu ya kauli hiyo ya Aswad na wakaungana naye. Taarifa hii ya kutisha ilipofika Madina, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameandaa jeshi la Usama ili kulipiza kisasi cha mashahidi wa vita vya Mauta na kuzuia mashambulio yatokayo maeneo ya kaskazini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatumia viongozi wa Yemen ujumbe ya kwamba wao waendelee kupigana na Aswad, na jeshi la Usama litakaporejea baada ya ushindi, jeshi hilo litapelekwa kwenda Yemen. Katika jeshi la Aswad Ansi kulikuwa na wapanda farasi 700, na yeye alikuwa ameandaa jeshi kubwa, na pia alikuwa na wapanda ngamia wengi. Baadaye utawala wake ukaendelea kuimarika zaidi na zaidi, na katika kabila la Mazhaj alikuwa na kaimu wake Amr bin Mahdi Karib. Amr bin Mahdi Karib alikuwa mpiganaji mashuhuri wa Yemen, alikuwa mshairi na mhaziri. Kunia yake ilikuwa Abu Thawr. Mwaka wa 10 hijra yeye pamoja na kabila lake Banu
zubaid alikuwa amehudhuria kwa mtume saa na kukubali islam. kisha baada ya kifo cha mtume huyo akaritadi, lakini baadaye akarejea tena katika islam, na katika vita vya kadsia akapigana kwa ushujaa mkubwa, na katika siku za mwisho za ukhalifa wa umar yeye akafariki dunia. kwa vyote vile imeandikwa ya kwamba aswad ansi kwanza akiwashambulia watu wa najran akawafukuza hat amr bin hazam na khalid bin said kutoka kule, kisha akavamia sanaa huko hat shahr bin bazan akapigana naye, lakini ye akawawa shahidi. siku hizi hat muaz bin jabal alikuwa katika sanaa, lakini kwa sababu ya kutokea kwa jambo hilo ye akaenda kwa hat musa abu musa katika maarab, na kutoka maarab wote wakaenda hazarmaut. hivyo aswad ansi akatika maeneo yote. shahr bin bazan alipouawa shahidi, aswad ansi akafunga ndoa na mjane wake kwa nguvu ambaye jina lake lilikuwa marzbana au sawa na vitabu vingine lilikuwa azad. katika muda huo huo barua ya mtume sallallahu alaihi wasallam ikawafikia waislamu wa hazarmaut na yemen, na katika barua ile ilikuwa imetolewa amri ya kupigana vita na aswad ansi. hivyo kwa ajili ya kutimiza amri hiyo muadh bin jabal akasimama na mioyo waislamu ikaimarika. jisnes delmi anasema ya kwamba wabr bin yohannas alileta barua ya mtume sallallahu alaihi wasallam. jina la jishnas delmi katika sehemu zingine limetajwa kama jeshish delmi. huyu alikuwa miongoni mwa watu ambao mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewaindikia barua ya kumua aswad ansi katika yemen, na yeye akiwa pamoja na feruz na dazawia alikuwa amemua aswad ansi. jina la wabr bin yohannas limetajwa kama wabra bin yohannas. yeye alitokana na abnai yemen, na mwaka wa 10 hijra akihudhuria kwa mtume saa salam alikuwa amekubali islam. yeye anasimulia ya kwamba katika barua ile mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametuamuru ya kwamba sisi tuendelee kusimama imara juu ya dini yetu, na kwa kutumia njia yenye hikima tupigane vita zidi ya aswad. pia ujumbe huo wa mtume saa salam tuwafikishie wale ambao wapo juu ya islam na wako tayari kuisaidia dini. tukafanya hivyo, lakini tukaona ya kwamba kumshinda aswad ni kazi ngumu sana. jeshnas delmi anasema ya kwamba tulipata kujua ya kwamba kuna hitilafu imetokea baina ya aswad na qais bin abde yaghus, yani wametengana. hivyo tukafikiri ya kwamba qais ana wasiwasi kuhusu uhai wake. kuna hitilafu katika nasabu ya qais bin abde yaghus. sawa na kauli moja jina lake lilikuwa habira bin abde yaghus, na pia inasema ya kwamba lilikuwa abde yaghus bin habara. abu musa anasema ya kwamba huyu alikuwa qais bin abde yaghus makshu. sawa na kauli moja huyu hakuwa sahaba, ila hali kwa mujibu wa kauli nyingine yeye alikuwa amepata bahati ya kukutana na mtume sallallahu alaihi wasallam na kusimulia riwaya zake. huyu alikuwa katika kundi la watu waliomua aswad ansi, na alikuwa mpwa wa amr bin mahdi karib katika yemen walioritadi. huyu alikuwa mmoja wao, lakini baadaye akarejea katika islam, na katika ushindi wa iraq na kwenye vita vya kadsia akatoa mchango mkubwa. huyo alishiriki katika vita vya nahawand na katika vita vya sifin alikuwa ameuawa shahidi akiwa katika kundi la hat ali. jeshras delmi anasema kwamba sisi tulimpatia qais wito wa islam na tukamfikishia ujumbe wa mtume. yeye akahisi kana kwamba sisi tumeteremka kutoka mbinguni, hivyo akakubali wito wetu mara moja, na pia tukawaindikia watu wengine. viongozi wa makabila mbalimbali walikuwa wameshajiandaa kupigana na aswad. wao kwa kupitia barua wakatuahidi kwamba wakatusaidia. sisi tukawaandikia ya kwamba wao wabaki katika maeneo yao mpaka tutoe uamuzi wa mwisho na tuwaambie kuchukua hatua nyingine, kwani baada ya kupokea ujumbe wa mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa muhimu kuchukua hatua zidi ya aswad.
mtume salallahu alaihi waalihi wasallam alikuwa amewaindikia wakazi wote wa najran kuhusu swala la aswad. Wao wakakubali jambo lake. Aswad alipopata taarifa hizi zote, yeye akaona kwamba mwisho wake ni karibu. Jeshiras delmi anasema ya kwamba mimi nikapata wazo fulani, hivyo nikamwendea mke wa aswad azad ambaye alikuwa mjane wa Shahr bin Bazan. Na aswad baada ya kumua Shahr bin Bazan alikuwa amemua. Mimi nikamwambia kuhusu mauaji ya mume wake na jinsi watu wengine wa familia yake walivyokuwa wameuawa na aswad na kuteswa na kudhalilishwa na kudhulumiwa na aswad, na nikamwambia kwamba yeye atusaidie zidi ya aswad. Hapo yeye akawa tayari kwa furaha na akasema kwamba wallahi mimi namwona aswad kama ni kiumbe kibaya kabisa kuliko viumbe wote wa allah. Huyo haheshimu haki yoyote ya allah na hajiepushi na kitu chochote kilichoharamishwa na allah. Basi mkipanga mpango wenu muniambie tu, mimi nitafanya jambo fulani. Hivyo kwa mpango maalum na kwa kusaidiwa na mke huyo huyo wa aswad ansi, usiku mmoja aswad ansi akauawa katika kasri yake. Na asubuhi tangazo likatangazwa na mtangazaji akiwa amesimama juu ya ukuta ya kwamba mritadi na muasi aswad amefikia mwisho wake. Hapo waislamu na makafiri wakajumuika pembezoni mwa ngome, kisha wakatoa azana ya alfajiri na wakasema ashhadu anna muhammadan rasulullah, yani mimi natoa shahada ya kwamba muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa allah. aswad ansi ni mwongo. Kisha kichwa chake akakitupa mbele ya watu. Hivyo fitna hiyo katika miezi mitatu na sawa na kauli moja katika miezi minne baada ya kutokea ikapoa, na watendaji na wakurugenzi wote wakaanza kufanya shughuli zao katika maeneo yao, na hat Muaz bin Jabal alikuwa imamu wao. Habari ya kuuawa kwa aswad ansi na kushindwa kwa jeshi lake na kumalizika kwa fitna yake ilipopelekwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati ule mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameshafariki dunia, kuna riwaya inayosema ya kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa amemwambia mtume sallallahu alaihi wasallam habari ya mauaji ya aswad ansi kwa wahi kabla ya kifo chake katika usiku ule ule ambapo aswad ansi alikuwa ameuawa. Hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam asubuhi ijayo akawaambia masahaba zake na pia akawaambia kwamba Feruz amemua aswad. hata Abubakar alipochaguliwa kuwa khalifa, habari njema ya kwanza aliyopokea ilikuwa kuhusu mauaji ya aswad ansi. Usiku ambapo habari ya kuuawa kwa aswad ilipofika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kesho yake mtume akafariki dunia. Na sawa na riwaya moja, mtu aliyeleta habari ya kuuawa kwa aswad ansi alipofika Madina, wakati ule mtume sasa alikuwa anazikwa. Na kuna riwaya nyingine inasema kwamba habari ya mauaji ya aswad ilifika Madina baada ya siku 10 au 12 za kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Abubakar alikuwa ameshachaguliwa kuwa khalifa. Zipo riwaya mbalimbali, lakini tukio hilo ni la siku zile zile, siku 8 kabla au baadaye. Baada ya mauaji ya aswad, serikali ya waislamu ikastawi tena katika Sanaa, lakini katika Yemen uasi ukaibuka tena. Habari ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam iliposhamiri katika Yemen, hali iliyokuwa inarekebika ikawa mbaya tena. Qais bin Abde Yaghus ambaye akiwa pamoja na Feruz na Bazuwe alikuwa amemwasi aswad, ambaye kwa msaada wao alikuwa amemua aswad, akaritadi tena kutoka Islam. Alikuwa na kipaji sana, mwenye azma, na alikuwa na upendeleo wa kaumu yake, na daima alikuwa anachukia utawala wa Wajemi katika Yemen. Hivyo nia yake ilikuwa ni kuwamaliza abna kwenye uchumi na kisiasa. Yeye alikuwa mwanajeshi mwenye mafanikio, hivyo akapanga mipango na viongozi mbalimbali na wanajeshi wa aswad, na akafanya mpango wa kuwafukuza abna kutoka nchi. Uhusiano wake na Feruz na Bazawe ukaharibika. Yeye akamua Bazwia kwa udanganifu, lakini Feruz akasalimika kutoka kwake. Feruz akamwindikia hata Abubakar barua na akaomba msaada kutoka kwake, akisema kwamba tusaidie, sisi tuko tayari kujitolea kwa ajili ya Islam.
imeandikwa ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki dunia katika maeneo ya Hazarmaut, Ziyad bin Labid alikuwa mtendaji mkuu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ziyad bin Labid alikuwa sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ziyad alikuwa na mwanaye Abdullah. Katika bayati ya Aqba Thania akiwa na sahaba 70 akamjia mtume sallallahu alaihi wasallam na akakubali Islam. Baada ya kukubali Islam, aliporejea Madina akaenda kuvunja masanamu ya kabila lake la Banu Biaza ambao walikuwa wakiyaabudu. Kisha akaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika Makka na akaishi katika Makka mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam akahama Makka na kuhamia Madina. Hapo yeye pia akahamia pamoja na mtume. Hivyo hat Ziyad anaitwa Muhajir Ansari. Alikuwa muhajir na pia alikuwa ansari. Ziyad katika vita vya Badr, Uhud, Handaki na katika vita zingine alikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohama Makka na kuhamia Madina na akafika Madina na akapita katika mtaa wa kabila la Banu Biaza, Ziyad akampokea na kusema ahlan wa sahlan na akamwomba aishi katika nyumba yake. Mtume akasema kwamba mwache ngamia yangu, huyo atatafuta mwenyewe mahali pa kukaa. Muharram mwaka wa 9 hijra, mtume sasam kwa ajili ya kukusanya sadaka na zwaka akawateua watendaji. Hapo akamteua Ziyad katika eneo la Hazarmaut. hadi zama Umar akaendelea kutoa huduma hiyo na baadaye akaanza kuishi katika Kufa na mwaka wa 41 akafariki dunia akiwa katika Kufa. Kisha kuhusu safari ya Muhajir kuelekea Najran imeandikwa ya kwamba majeshi 11 ambayo hata Abubakar Siddiq alikuwa ameyaandaa. Jeshi la Muhajir bin Abu Umayya lilikuwa la mwisho ambalo likatoka Madina na kuelekea Yemen. Kulikuwa na masahaba wa Hajiri na Ansar katika jeshi lake. jeshi hilo likapita Makka. Hapo ndugu yake Utab bin Asid, Khalid bin Asid akaingia katika jeshi hilo lilipopita kutoka Taif. Abdurrahman bin As pamoja na wanajeshi wake akashiriki katika jeshi hilo. Hivyo makabila mbalimbali yakaendelea kuingia katika jeshi lake na jeshi hilo likaendelea kusonga mbele. Kuhusu Amr bin Mahdi Karib na Qais bin Makshu imeandikwa ya kwamba kama ilivyoelezwa hapo kabla ya kuwa Amr bin Mahdi Karib katika dhana ya ushujaa na nguvu yake alikuwa ameasi zidi ya utawala wa Islam, na Qais bin Abdi Yaghus pia alikuwa ameunga mkono. Watu hawa walikuwa wakitembelea kila kabila na walikuwa wakiwachochea zidi ya Waislam. Matokeo yake ni kwamba watu wote wakaasi isipokuwa wakazi wa Najran ambao walikuwa wamefunga mkataba na wa udugu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika zama za Abubakar pia wakaendelea kusimama imara juu ya mkataba wao. Makabila mengine yote yakaunga mkono na Amr bin Mahdi Karib na wakasimama zidi ya Waislamu. Ni kudra ya Allah ya kuwa watu wa Yemen walipoanza kupata habari za ujio wa jeshi kubwa la Muhajir bin Abu Umayya, watu wa Yemen wakashikwa na hofu na wasiwasi, wakiwa na wazo ya kwamba wao hawataweza kupigana na jeshi la Muhajir. Watu hawa walikuwa na wasiwasi hizi. Ndipo mtafaruk ukatokea baina ya viongozi wao wawili, yani Qais na Amr bin Mahdi Karib, na kila mmoja akaanza kumzuru mwenzie, yani kila mmoja alianza kumletea mwenzie hasara. Mwishowe Amr bin Mahdi Karib akaamua kuunga mkono na Waislamu, yani akaamua kuungana na Waislamu, na usiku mmoja yeye pamoja na wanajeshi wake akamshambulia Qais na akimkamata akamleta kwa Hazrat Muhajir. Lakini Hazrat Muhajir hakuishia hapo, bali pamoja na kumkamata Qais pia akamkamata Amr bin Mahdi Karib na akamwindikia Hazrat Abubakar kuhusu hali zao na akawatuma kwa Hazrat Abubakar. Qais na Amr bin Mahdi Karib wakaletwa mbele ya Hazrat Abubakar. Hazrat Abubakar akamwambia Qais kwamba je, wewe ukiendelea kuwa dhulumu waja wa Allah, umeendelea kuwa ua,
na ukiwacha waumini umewafanya waritadi na waasi kuwa marafiki zako kama kosa lake bayana lingethibitika basi abubakar alikuwa amekwisha amua kumua qais akakataa kwamba hakushiriki katika njama ya mauaji ya bazowe hivyo hakuna ushahidi ulio wazi ambao ukapatikana zidi ya qais hivyo abubakar akamwacha kwa kuwa kulikuwa hakuna ushahidi hivyo abubakar akamwacha abubakar akamwambia amr bin mahdi karib kisha ikaja zamu ya mwingine kwamba je wewe hujisikii aibu kwamba kila siku wewe unashindwa na unaona jinsi watu wanavyokuzingira kama wewe utaisaidia dini ya allah allah atakujalia daraja za juu kisha yeye pia akamwacha huyo na akawakabidhi kwa makabila yao amar akasema kwamba kwa yakini sasa mimi lazima nitakubali nsaha ya amirulmuminin na sitakosea tena hivyo wote wawili kwa kuwa ushahidi ulikuwa haukupatikana zidi yao hivyo abubakar akawasamehe kuhusu msamaha wa watu hawa na kueleza kuhusu abubakar mwandishi mmoja wa sera ameandika kwamba abubakar alikuwa na busara kubwa na alikuwa akiona mbali alikuwa akitumia ukali juu ya mahali pake na alikuwa akitumia upole pale upole ulipokuwa ukihitajika yeye alikuwa na tamani kuwakusanya watu wa makabila mbalimbali yaliyosambaratika chini ya bendera ya islam siasa yake yenye hikima ilikuwa ndiyo hii ya kwamba viongozi wa makabila yaliyoadui wakirejea kwenye haki basi yeye awatendee kwa huruma na awasamehe wakati ambapo yeye alipata ushindi juu ya makabila ya yemen yaliyokuwa yameritadi na akawaonyesha heshima na ushindi na nguvu ya islam hapo makabila yakakiri kuhusu heshima ya islam na yakakubali utii wa khalifa na yakawa chini ya utawala wa islam abubakar akaona kwamba ni vyema ya kuwa yeye awatendee viongozi hawa wawili kwa huruma na badala ya kutumia ukali awatendee kwa upole na huruma hivyo yeye akawasamehe na akaongea nao kwa upole na kwa huruma na akatumia mamlaka yao waliokuwa nayo katika makabila yao katika haki ya islam yeye akawasamehe na akawatendea kwa huruma na kwa wema pia akawatendea qais bin abdi yaghus na amr bin mahdi karib kwa huruma hawa wawili walikuwa miongoni mwa washujaa wa arab hivyo abubakar hakupenda kuwapoteza yeye akajaribu kuwahalisisha kwa ajili ya islam na kuwatoa kutoka hali yao ya uritadi na islam abubakar akawaachia huru amr bin mahdi karib kisha baada ya siku ile amr hakuritadi tena na akasilimu na akaishi maisha kama muislamu mwema allah akamsaidia na yeye katika mafanikio na ushindi wa islam akatoa mchango mkubwa qais pia akajisikia majuto juu ya amali zake hivyo abubakar akamsamehe kutokana na kuwasamehe mashujaa hawa wawili matokeo mazuri yakatokea katika islam abubakar akaunganisha mioyo yao ambao baada ya kuritadi walikuwa wamerejea katika islam kwa tamaa fulani na yeye akamsamehe ashas bin qais pia sadik akashinda mioyo yao na akawa mmiliki wa mioyo yao na katika mustakbali watu hawa waliosamehewa wakawa njia kubwa ya nguvu na msaada kwa waislamu na islam yani wao walikuwa hawakulazimishwa bali wao wakakubali islam kwa moyo wote na wakamtii hata abubakar hata muhajir akitoka najran akaelekea eneo la lahjia na wapanda farasi wake walipowazingira watu wao wakaomba amani lakini muhajir akakataa kuwapatia amani hapo watu hawa wakagawanika katika makundi mawili kundi moja likapigana na hata muhajir katika eneo la ajib ni sehemu inayopatikana katika yemen wapanda farasi wengine wa muhajir chini ya uongozi wa abdullah
wakapigana nao katika njia ya Akhabas, na maadui waliokimbia wakauawa katika njia zote. Katika eneo la Yaman, Alab Banu Ak walipofanya uasi wao wakapewa jina la Akhabas, na katika njia zile ambapo Waislamu wakapigana nao vita, njia hizi zikaitwa kama Tarikul Akhabis. Kuhusu kufika kwa Muhajir katika Sanaa, imeandikwa kwamba Muhajir akatoka Ajib na akafika Sanaa. Hapo akatoa amri ya kusaka makabila mbalimbali yaliyokuwa yamekimbia, na Waislamu wale ambao wakawakamata wakawaua, na hakuna muasi aliyesamehewa isipokuwa wale waliofanya toba yao ikakubaliwa. Waliopigana vita na waliofanya zulma hawakusamehewa, lakini wengine wakasamehewa na wakatendewa sawa na hali zao za zamani, na kulikuwa na tumaini kwamba wao watajirekebisha. Khalifa mtukufu anasema kwamba maelezo yanayokuja mbele ni marefu, hivyo naishia hapa inshallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.